Ukilala usiku unaweweseka sana. Wakati mwingine unahisi kama kuna kitu kinakukaba, na muda mwingine unaweza ukajikuta unaongea mwenyewe peke yako ukiwa kwenye usingizi. Yaani umelala lakini unaongea mwenyewe. Jambo hili ulifurahi, na watu ambao wamewahi kulala karibu na wewe wanakuambia kuna mambo unayofanya ambao hayako sawa. Linakutesa, unatamani uweze kupata ufungulivu wa jambo hili. Uko mtu mwingine ukilala kuna matendo au matukio ambayo unayafanya ambao sio hiari na unajikuta umeyafanya. Jambo hilo linakuumiza, linakuondolea ujasiri na kujiamini, hasa kwenye mazingira ya ugenini. Mungu ni mfungulivu wa mambo yote, yani yeye ni dawa ya kila kitu. Nataka niombe na wewe, kwa kuwa jambo hili si jambo la hiari na ulipendi, basi kuna nguvu ya kiroho ambayo inakupelekea kufanya mambo haya. Mtu mwingine ukilala unajing'ata, unaota ndoto, au wakati mwingine unaona paka damu zimetoka kwenye mdomo wako, unajing'ata. Uko mwingine unasugua meno, unaona ukilala ni kama unaanza kujisaga meno. Hii ni roho ya giza ambayo imekaa ndani yako, ni roho ya kujila mwenyewe, ya kutafuna maisha yako, maendeleo yako. Na mtu wa namna hii ambaye anasaga meno usiku ni anatumikishwa kabisa, na hawezi kupata maendeleo yanaweza kuonekana, kwa kuwa shetani anakuwa anamtumikisha kwa ajili ya kuharibu maisha yake mwenyewe. Usiogope, Mungu ni msaada wetu wa karibu, na hakuna neno gumu la kumshinda Mungu. Tukiomba utafunguliwa. Yafanye maombi haya kuwa ni dozi yako, kwa kuwa maombi ni dawa, basi yatumie mara kwa mara. Utafunguliwa na utakaa sawa. Hakika utakaa sawa. Ondoa hofu. Hofu ndiyo ambayo inaweza kupelekea ukajikuta umefanya mambo ambayo hayafai. Amini, inua imani yako tu. Tambua kwamba Mungu mkono wake ni mkuu sana, anaweza kusaidia. Nisaidie kuweka mkono wako kichwani, na utaenda kumwona Mungu akusaidia. Ukiweka mkono wako kichwani, utauhamisha na kuweka eneo la nyuma ya kichwa chako. Yani utaweka mkono nyuma ya kichwa chako, alafu utaendelea tu kuinua imani yako. Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya mtu huyu ambaye anapitia jambo ambalo si la hiari, analichukia. Ni usiku ambao Bwana anatamani afunguliwe. Mungu, umenipa neema ya kuwafungua watu wengi. Ninaomba ikawe zamu yake sasa. Natuma malaika wa usiku, malaika wa ndoto, malaika wa hiari, malaika wa kujitambua, waje sasa. Pokea nguvu ya kufunguliwa. Pokea nguvu ya kufunguliwa. Kuna vitu vinakuachia hapo. Kuna vitu vinakuachia. Achia wewe pepo unayemtumisha usiku. Wewe pepo unayemfanya usiku aweseke, usiku aongee peke yake. Ondoka sasa. Ondoka. Unayemfanya usiku aamke bila kujielewa, ageuke mahali ambapo hajielewi. Unamfanya usiku asijitambue kabisa. Analala kama mtu ambaye hayupo. Analala kama mtu ambaye amekufa. Na amuru wewe pepo, toeka kwa jina la Yesu. Toeka kwa jina la Yesu. Na kuapisha, hauna nafasi ndani ya mwili huu. Mwachie sasa. Ondoka kwenye kichwa hicho. Amisha mkono sasa. Amisha. Nafungua kumbukumbu na kujielewa kwako. Hiyo nguvu ya giza inayokufanya uchanganyikiwe usiku, inayokufanya ufanye vitu vya ajabu usiku, ikuachie sasa. Roho ya kuweweseka, roho ya majinamizi, roho ya kukabwa, pigwa kwa jina la Yesu. Pigwa kwa jina la Yesu. Pigwa kwa jina la Yesu na kuondoa. Toka. Yes. Toeka. Achia nafsi ya mtu huyu. Kuanzia sasa hauna nafasi. Kama ulitumiwa mapepo ya mabibi, ya mashangazi, ya mababu, kama ulipewa mizimu, kama ulipewa mikoba inang'ang'ania uirithi, na amuri kuachie kwa jina la Yesu. Hiyo mikoba ikuachie. Hayo maagano ya kuachie. Hiyo mikataba ikuachie. Katika jina la Yesu. Na kufungua kuanzia sasa. Pokea ufungulivu. Hao wanaokufuata usiku na kuombea, wakatae. Kataa kuongea usiku. Kataa hiyo hali. Sema na ikataa kwa jina la Yesu. Na kataa kutumikisha usiku. Hicho ambacho unakifanyaga usiku bila kujijua, kikatae. Kataa pamoja nami. Kataa kwa jina la Yesu. Kataa hiyo hali. Kataa hiyo udhaifu. Sio kwako. Huyo sio wewe. Na kuombea ufunguliwe sasa. Pokea ufungulivu. Kumbukumbu zako, roho ya kusahau vitu, toeka. Pigwa kwa jina la Yesu. Radi ya moto kwa damu ya Yesu. Toeka kifungo cha kila namna ambacho kimekufunga, kinachokufanya ujisahau, kinachokufanya usahau mambo ya muhimu kwenye maisha yako. Na kuombea ufungulivu kwa damu ya Yesu. Funguliwa. Damu ya Yesu kutakase, wekwa huru.
Pokea nuru yako, pokea amani yako, pokea utulivu wa usiku kwa jina la Yesu. Naombea usiku wako. Anza kuombea kuanzia lisaa la kwanza la kulala mpaka la mwisho. Unalala saa ngapi? Kama ni saa 3, anza kuombea saa 3, komboa saa 3, komboa saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, komboa, tuma malaika hapo mpaka kufika saa 12 ya kuamka asubuhi. Komboa kwa jina la Yesu, komboa kwa jina la Yesu. Anza kuweka ulinzi, wasikufate, wasikuchukue, na wanapokuja kwako wakute moto, wakute unawaka moto, wakute wewe ni moto, na kama kuna vitu viko ndani yako viwake moto, viteketee na vikuachie katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Pokea neema kuwekwa huru. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa ambaye nimeomba pamoja nawe. Maombi haya ni maombi muhimu sana kwako, yatakuwa baraka na faraja. Yarudie mara kwa mara na kuhakikishia utakaa sawa kabisa na utamtukuza Mungu. Maombi ni dawa, maombi ni tiba. Maombi haya yataenda kuwa baraka kubwa katika maisha yako. Ikiwa unabarikiwa na huduma hii, pengine unanisikia kwa njia ya WhatsApp au unanisikia kwa njia ya TikTok au Facebook au Instagram, unatamani kupata zaidi vipindi vya kiroho, na tafadhali nenda baada ya maombi haya, nenda YouTube, andika maombi ni dawa. Maombi ni dawa tu, uweze sahau, au andika maombi tiba, sio ni tiba, andika maombi tiba. Ukiandika tu hiyo itakuja maombi tiba by Pastor Godwin Ndelwa au maombi ni dawa by Pastor Godwin Ndelwa. Alafu bonyeza audio yote au video yote, itakupeleka kuona ukurasa wetu zaidi, kisha bonyeza alama kulia kwako iliyoandikwa subscribe. Utakuwa mmoja wa wafuasi wa maombi ni dawa utakayepokea vipindi vya kiroho kila ninavyotoa kwa wakati. Yaani ukiingia tu kwenye YouTube yako utapata vipindi vya kiroho, na itakusaidia kuweza kupokea ufungulivu wa kila siku. Unatamani kunifuatilia zaidi? Basi karibu pia kwa njia ya WhatsApp kwa kuandika namba iliyoishia 79, hiyo namba ya WhatsApp. Niandikie jina lako na kile unataka nikuhudumie, nami nitakuhudumia. Tafadhali, ni namba ya WhatsApp. Usipige simu, namba ya WhatsApp. Tutaweka ratiba vizuri hapo na nitakuwa nakuombea. Lakini pia unaweza kutamani kuachilia sadaka